Ili uwe wa kwanza kupata taarifa zetu, subscribe Moka Media, kisha bonyeza alama ya kengele kuruhusu notifications. Usisahau like, kushare na comment kwa ajili ya taarifa zaidi. Moka Media. Mkuu wa rais, wa bunge na madiwani ambao tunafanya kesho tarehe 29 Oktoba, na hadi sasa maandalizi ya uchaguzi katika mkoa wa Morogoro yamekamilika, tuko vizuri. Sasa katika maandalizi, tukisema maandalizi, kwanza kampeni za gombea kwa mkoa wa Morogoro ambazo zilianza tulisema tarehe 28 Agosti. Na washukuru wakazi wa Morogoro, kampeni zinafanyika kwa amani na utulivu na kwa ustaarabu sana. Hakuna tukio lolote ambalo mimi kama mwenyekiti wa kamati ya ulinzi na usalama naweza nikasimama nikasema labda sehemu fulani kulitokea machafuko. Hakuna katika mkoa mzima. Nothing related, au hakuna chochote kinachohusishwa na masuala ya kampeni na uchaguzi, hakuna. Na nalisema hili kama ninavyosema baadaye nitalisema kwa nini. Nchi yetu imesajili watu karibu milioni 38 kwa ajili ya kupiga kura. Na tulifanya vizuri sana uandikishaji wa wapiga kura mkoa wa Morogoro. Mkoa wa Morogoro ulisajili watu milioni 2.11. Why is this figure important? Kwa sababu figure hii ni karibu 5% ya wapiga kura wote wa nchi nzima. Kwa hiyo Morogoro kazi yake si ndogo tuliyofanya. Tunaongoza na mikoa miwili tu walioko mbele yetu. Kwanza moja Dar es Salaam, 2 Mwanza, 3 Morogoro. Na kijiografia Dar es Salaam ni hivi, Mwanza nako ni hivi, kilomita za mraba sijui 15,000 si 20, na mengine yote yale zaidi ya 50% ya Mwanza ni maji, Ziwa Victoria. Sisi tuna kilomita za mraba 72,000. Kwa hiyo kesho tunachofanya ni kuwaomba Watanzania wa Morogoro milioni 2.1 wajitokeze kwenye maeneo yote kwa upana wa Morogoro. Kwa hiyo ninaposema kwamba tumekamilisha maandalizi yote, maana tumekamilisha maandalizi kwa watu tunao kidogo tunafanana na Mwanza, lakini kwa upana wa ardhi ambao ni karibu mara 5 ya Mwanza. Hiyo ndio kazi kubwa iliyofanywa na Tume Huru ya Uchaguzi ili kuhakikisha kwamba hao Watanzania milioni 2.1 wa Morogoro waliojiandikisha wanapata nafasi ya kupiga kura kesho. Kwa hiyo hilo kwanza ni jambo, naomba nitumie fursa hii niwapongeze sana mwenyekiti wa tume na wenzake wote, watendaji, viongozi wa tume. Kwa sisi Morogoro wametutendea haki kwa ukubwa na upana wa eneo tulilokuwa nalo, kuwafikia na kuhakikisha kwamba leo tunapozungumza tarehe 28 vifaa na nini kila kitu vimeshakwenda huko, na hakuna katika hao milioni 2.1 ambao watataka kupiga kura kesho ambao watashindwa kupiga kura, almuradi wafike kwa wakati. Kama mnavyojua, Tume Huru imeshatoa orodha ya vituo vya wapiga kura. Morogoro tuna jumla vituo 5,860. 5,860 ndio wingi wa vituo vya kupiga kura kesho. Vituo hivi vimeandaliwa vizuri, viko tayari kwa ajili ya siku ya uchaguzi ya kesho. Na kwa maana hii nataka niwahakikishie Watanzania wenzangu, wana Morogoro wenzangu, kwamba nendeni mkapige kura. Tuko vizuri, tumejiandaa, kwa maana tumejiandaa, na sisi kuna upande wa ulinzi na usalama tumejiandaa vizuri sana, hakuna takalokuwa. Maandalizi mengine yote muhimu ikiwa ni pamoja na uteuzi wa watendaji wa uchaguzi katika ngazi mbalimbali, watendaji wa vituo vimekamilika. Vifaa vyote vya uchaguzi vimepokewa kwenye majimbo. Tuna majimbo 11 ambayo vifaa vya uchaguzi havijapokelewa katika senta hizo kwa 100%. Kwa hiyo naomba nishukuru sana Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi kwa maandalizi yaliyokamilika vizuri. Mambo muhimu ya siku ya kupiga kura. Siku ya kupiga kura ya uchaguzi ni kesho tarehe 29 mwezi wa 10, 25. Vituo vitafunguliwa saa 1 asubuhi na vitafungwa ifikapo saa 10. Ukifika saa 10:30 umejinyima haki ya kupiga kura. Naomba nipelekee huo ujumbe sana
sana kwa Watanzania wenzangu. Umefanya kazi ya kujiandikisha, umehudhuria makampeni, umefanya nini? Siku ya uchaguzi unaenda saa 11 jioni. Unafika pale unaambiwa bwana uweze kupiga kura, unaanza labda mimi kwa sababu Simba au nini hawawezi Yanga hawanipendi. Usitafute visingizio. Nenda kabla ya saa 1 asubuhi, upange foleni, upige kura, uende Kwa hiyo time ni saa 1 asubuhi mpaka utakapofunga saa 10 jioni. Naomba nitoe wito wa wananchi wote waliojiandikisha kwenye daftari la kupiga kura ujitokeze kwa wingi ili watumie haki yao hiyo ya kikatiba ya kupiga kura. Aidha, kwa wale watumishi wa umma na wafanyakazi wa sekta binafsi ambao wamejiandikisha kwenye maeneo mengine, leo wakimaliza kazi zao, tunawasihi, kwa sababu kesho ni siku ya mapumziko, tunawasihi watu waajiriwa hawa waruhusu watumishi wao waende wakapiga kura kwenye maeneo ambayo wamejiandikisha. Ili uwe wa kwanza kupata taarifa zetu, subscribe Moka Media, kisha bonyeza alama ya kengele kuruhusu notifications. Usisahau like, kushare na comment kwa ajili ya taarifa zaidi. Moka Media.